naagiza Benki Kuu ya Tanzania kuongeza zaidi udhibiti wa sekta ya fedha ili kuepusha wananchi na madhara yanayotokana na kukopa fedha katika taasisi zisizo rasmi na kujikuta wakiishia kupoteza mali na vitu vingine vyao vingine vya thamani kupitia mikopo umiza alimaarufu kama kwa jina la mikopo ya kausha damu. Ninayo furaha kuutaarifu umma wa Watanzania kuhusu taarifa ya hivi karibuni kutoka Umoja wa Ulaya ni kuwa Tanzania imeondolewa rasmi kwenye orodha ya nchi hatarishi kifedha, yani high risk list. Hatua hiyo inathibitisha imani ya kimataifa juu ya mifumo ya kifedha ya nchi yetu. Mafanikio haya yanatokana na juhudi kubwa za Tanzania kuimarisha na kudhibiti utakatishaji wa fedha na ufadhili wa ujangili hadi kuondolewa kwenye listi hiyo ambayo nyingine ni FATF Grey List mwishoni mwa mwaka 2025. Kutokana na hatua hiyo, biashara na miamala ya kifedha kati ya Tanzania na nchi za Ulaya itakuwa rahisi zaidi, haraka na yenye gharama nafuu ifikapo tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Vile hatua hii inafungua milango mipya ya uwekezaji na inaongeza ushindani wa bidhaa zetu kimataifa pamoja na kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu salama cha biashara barani Afrika. Ndugu wananchi, pamoja na mafanikio yaliyopatikana kutoka kwa uboreshaji wa sekta ya fedha, bado kumekuwa na changamoto kwa Watanzania kuwa na uelewa mdogo wa masuala ya fedha, uandishi wa maandiko ya miradi na kuendelea kutumia huduma zisizo rasmi. Natumia nafasi hii kuwaasa watu wanaotoa huduma za fedha bila kufuata taratibu, ikiwemo kusajiliwa na mamlaka zinazohusika ikiwemo Benki Kuu ya Tanzania na mamlaka nyingine zilizokasimiwa kuratibu watoa huduma za kifedha wakiwemo wakopeshaji. Kwa upande wa wananchi, na washauri na kuwahimiza kupata taarifa sahihi za uhakika kuhusu uhalali wa taasisi mnazotaka kwenda kukopa na kujiridhisha na mikataba mnayoingia ili kujiepusha na hasara ambazo watu wengi wamezipata kutokana na kusaini mikataba ya mikopo bila kuisoma vizuri na kujiridhisha na masharti waliopewa. Maadhimisho haya yanafanyika yakiwa ni utekelezaji wa mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha wa kipindi cha miaka 10 ambao ulianza kutekeleza kuanzia 2021 hadi 2029-30, ambapo mmojawapo ya mkakati uliowekwa na wadau wa sekta ya fedha ni kwamba tuweke mfumo madhubuti wa kumlinda mtumiaji wa elimu ya fedha. Hivyo elimu ya fedha ikiwa ni eneo mojawapo katika huo mkakati ambao una malengo makuu 12. Hivyo hatua ya utekelezaji, Wizara ya Fedha kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya fedha iliandaa programu ya elimu ya fedha kwa umma. Programu hiyo ina sehemu nyingi, ikiwepo mojawapo elimu ya fedha kupitia maadhimisho. Tunashiriki pia Sabasaba na 88 pamoja na wiki ya utumishi kitaifa. Ndugu mgeni rasmi, kama ilivyoelezwa, lengo letu ni kwamba ifikapo 2030 basi 80% ya wananchi wote wanapata uelewa wa masuala ya fedha, na hii ni kutokana na utafiti ambao ulifanyika wa Finiscope hapa nchini mwaka 2023, ni kwamba 53% ya wananchi wanatumia huduma rasmi za fedha. Wananchi wengi bado wanashindwa kutumia fursa zilizopo katika taasisi za fedha kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hivyo natumaini kupitia maadhimisho haya na maelekezo yako ya wananchi wetu utakayoyatoa, wananchi wetu wataweza kupata elimu sahihi ambayo itaweza kupunguza changamoto hizi